Tumsifu Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ni matumaini yangu ya kwamba mahali popote pale umeamka ukiwa, ama mimi unanitazama ukiwa, umeweza na kuona kuwa Mwenyezi Mungu, umeona Mwenyezi Mungu akikutendea. Mpaka hapo umeweza na kuona hata Roho wake Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu akituongoza. Ni maombi yangu ya kwamba asubuhi ya leo na siku ya leo akakuongoze, akakuonyeshe mwanga mahali ambapo ulikuwa unaona ni kama kuna giza. Akaweza na kukufungulia hata na milango na baraka za Mwenyezi Mungu siku ya leo ukaweze na kuziona, ukaweze kuwa na ushuhuda kwamba hakika siku ya leo nimeweza na kuona Mwenyezi Mungu na macho yangu, maana hata na wengine wataweza na kushuhudia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu Reverend Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi Machakos Sabweni Quarter. Ndugu zangu na dada zangu, ninaomba kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Amjambo, nami si jambo, na kukaribisha tena mtazamaji kwa siku ingine ya ine ambayo tunaenda kusemesana neno la Mungu, mimi nawe, tukijua katikati yetu kuna Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu, ambaye huwa anatufunza, anatufunulia, na kwa yote tutasaidika. Kwa hivyo naomba kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni sura ya kwanza mstari wa 14. Unasema hivi: hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Kwa hivyo tuombe ni kwa ajili ya neno. Ewe Mwenyezi Mungu, uketie mahali pako patakatifu, mahali ambapo pamenuliwa juu zaidi. Hamna mwingine hakika kama kiumbe wa kuketi pale. Basi katika uenzi wako tunakuinua, tunakutukuza, tunakuhimidi, manake hatuna mwingine wa kuengemea ni wewe. Basi kwa ajili ya neno lako ambayo tunaenda kujifunza tu kwa wakati huu, ukatufunulie yote, ukitufundisha yote, manake wewe ni muweza wa yote, na endapo ni mwanzo tapata tamati, hatuna budi kusema ni asante. Tuomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo tumeomba. Amen. Kama vile tumesoma neno la Mungu, tunaenda kuona the waiting disciples, hama wale mitume walikuwa wakingoja, walikuwa na subira sana. Na nikitoa mfano wakati ule sisi tu mfano wa kikwetu, huwa tunangoja wageni, na huwa tuna mpango pia wa sherehe fulani. Kila wakati huwa tunakumbusha watu kuhusu sherehe zetu, tunajiandaa kabisa na kikamilifu, tunangoja hiyo siku ndio iwadie. Hawa mitume wake Yesu Kristo, kama vile nimekuoti maandiko katika hiki kifungamake sura hii ya kwanza mstari tuliosoma wa 4, Yesu aliweza kuwaambia kwamba hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, mbali waingoje ahadi ya Baba ambayo
mlisikia habari zake kwangu. Kwa hivyo Yesu Kristo mwenyewe aliwaambia wasitoke Yerusalemu. Aliwaambia wasitoke pale. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wapewe nguvu mpya ambazo si za kuongovya ama kuongova, na walikuwa wapewe hizi nguvu ndiposa wakaweze kufanya ile kazi Yesu Kristo aliwaahidia kuifanya ama aliwatuma kuifanya. Kwa hivyo wakati huu tunaposema kwamba wamengoja pale Yerusalemu, walikuwa wakifanya nini? Walikuwa wakisali pamoja. Hii ina maana gani? Kusali pamoja. Wangesali tu kila mtu peke yake na mahali pake, lakini walikuwa tu na umoja. Na walipoketi pale kwa maombi, walikuwa wanangoja maagizo kutoka juu mbinguni. Na wanafunzi, hakuna mmoja alisema kana kwamba anataka kwenda kufanya jambo fulani. Walitii walioambiwa, wakaja Yerusalemu ili waweze kusali pamoja. Na kwa hivyo manake waliahidiwa watapokea zile nguvu ili waweze kupata imani thabiti na waweze hata kuondolewa uoga ule walikuwa nao. Kwa hivyo wakaomba pasipo mmoja kujitenga na yule mwingine. Basi ule wakati tunapokaa katika nyumba zetu na pia nyumba zetu za ibada, sisi wenyewe kama Wakristo tunahitajika tuwe pamoja, tuwe na uhusiano mmoja wa maombi, ndiposa chochote kile tunaomba Mungu wa mbinguni ambaye asinzii, ambaye halali, aweze kusikia na kututimizia kama kanisa. Sisi huwa tunafanya hivyo. Unapokuwa nyumbani mwako, endapo umefanikiwa kuwa na bibi na bwana na watoto, wakati mnapokuwa pamoja, ndugu zangu na dada zangu, mnakaa pamoja katika kule kusali, mnasoma neno pamoja, ama imekuwaji? Endapo mfanyi hayo, ujue ya kwamba maagizo ya Yesu Kristo ni kana kwamba ukiwa pale Yerusalemu yako mweze kuwa na huo umoja wa maombi. Jambo la pili, hawa watumishi wa Mungu walidumu kwa moyo mmoja. Hapa kuonekana mtu ambaye alikuwa na masengenyo akisengenya yule mwingine. Hapa kuonekana utengano. Na vile vile hakuna mtu alinungunikia yule mwingine. Kwa hivyo kwa umoja walidumu pale pamoja na wakafanya kazi hiyo kubwa. Kama vile tu tumesema, hawa wanafunzi walidumu kwa moyo mmoja, na sisi leo tunahitajika kukaa kwa huyo moyo mmoja, kudumu kwa huyo moyo mmoja. Iwe kanisani hakuna malalamiko, kule makanisani hakuna masengenyo, hakuna hata kunungunikiana. Manake tukiomba na tunasengenyana, na tukiomba na kuna utengano, jamani, hakika maombi yetu hayatasikika. Na kama vile walidumu maombi yao yakasikika, pia yetu yataweza kusikika. Mungu atatujibu, manake huwa anafungua masikio yake aweze kusikia maombi ya wale wako na umoja na wale wako pamoja. Hivyo basi tujiweke ndani ya neno la Mungu, na ninajua neno la Mungu litatusaidia
na itatupa nguvu, na Roho wa Mungu atatuongoza kusidi kuenda na kuishi katika maombi. Mungu na alibariki neno lake. Tuombe. Jehova Mungu mwingi wa rehema, na neema zako na fadhili zako ambazo hazina kifimo, twaomba ukapate kuwa pamoja nasi kwa hii jambo watumishi wako walikuwa nayo, kana kwamba walisali pamoja, walidumu katika umoja kwa hayo maombi. Hawakuwa peke yao, walikuwa tu na ndugu wake Yesu Kristo na hata mamake. Jehova Mungu, ukaweze kutusaidia, ukaweze kutuongoza kwa familia zetu. Tunaomba kukuona, ukatusindishie imani ili tuweze kudumu katika maombi, kwani kama vile walishinda na kama vile walijibiwa, pia nasi tutashinda na tutajibiwa maombi yetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Usiku mwema. Mahali penye umoja na maombi, Mwenyezi Mungu hufanya kazi kubwa, hufanya mambo makuu, matendo makuu kabisa. Tumeweza na kuona vile ambavyo wanafunzi walikuwa na umoja, wakakaa mahali pamoja kama vile ambavyo walikuwa wameelezewa na Yesu, yani mwenyewe. Kaeni mahali fulani, hakuna kutoka pale, muwe na umoja, muendelee na maombi wakati ambapo mnamngojea Roho Mtakatifu. Na hakika kwa sababu ya umoja, kwa sababu ya kukaa katika maombi, Roho Mtakatifu aliweza na kuwashukia na kazi yake ikaweza na kuonekana, akaweza na kufanya makuu. Wanaume kwa wanawake wote wakafanya, wakainuka kwa sababu ya kazi ya Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo tumehimizwa na tunafaa na kujua kwamba kuna haja ya kuwa na umoja hata katika familia zetu, mahali ambapo umetoka mpaka pale kanisani, tukawe na umoja. Mahali ambapo pana umoja, hata shetani mwenyewe kupenya pale inakuanga na ungumu wake. Hivyo basi tuangalie, tuwe na umoja, tukaneni kimoja, tukashikane. Shida ya yule mwingine ukahisi kwamba ni kama yako, mzigo wa yule mwingine ukamsaidia na kuubeba, ili tukaweza na kusonga na mbele, kazi ya Mwenyezi Mungu ikaende na mbele, na kanisa likaweze na kukua. Lakini tukigawanyika, ukijiona wewe, huyu mwingine hauwezi ukawa pamoja nawe, kila mmoja akifanya yake, kila mmoja akiongea yake, hakika tutaweza na kushindwa. Lakini la mno ni kwamba ninakuhimiza asubuhi ya leo tukawe na umoja, tukaongee kimoja, tukaombe kwa sana. Tukiwa pamoja, hakika hata Roho Mtakatifu ataweza kuwa na nafasi ndani ya mioyo yetu, ndani ya maisha yetu, na ataweza na kutumia sana. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.